I've missed you so much. Megan, what are you doing? Maybe I can come in. This is what happens when you break the rules. Karibu tena ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, na leo tunaingia moja kwa moja na kwenda kuvunja episodi ya kwanza kabisa ya sezoni ya pili ya TV show moja ya kibabe inayoitwa From. Na hadi sasa tunafahamu kitu kimoja kwamba mnamo tarehe 19 mwezi wa 4 mwaka 2026 tutapata sezoni ya 4 ya TV show ya From. Kwa nitajitahidi sasa ndani ya hizo wiki mbili tumalize sezoni ya pili pamoja na sezoni ya tatu. Yakiuhalisia sezoni ya pili kwa iko fresh, ila ya tatu ndio ambayo ilijitahidi kutupa information nyingi zaidi kuhusu ulimwengu wetu wa TV show ya From. Na je, episodi ya kwanza sezoni ya pili ya TV show ya From ilihusu nini hasa? Na kama wewe ni mara ya kwanza ndani ya ulimwengu wa vibanda umiza, usisite kusubscribe. Na sezoni ya kwanza tulishuhudia kitu kimoja kwamba Sarah pamoja na Boyd walifanikiwa kuingia ndani ya msitu, na ndani ya msitu sasa tulimwona Boyd hapa alifanikiwa kuingia ndani ya mti. Na hadi sasa natambua kitu kimoja kwamba ndani ya ulimwengu wa TV show ya From, hii miti ilikuwa ni kama portal fulani ambayo ilikuwa inakuwezesha sasa kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na tunaona Boyd baada ya kuingia ndani ya msitu, umeona alihama kutoka katika hii miti na kuingia moja kwa moja katika shimo moja hivi la hatari. Na hadi sasa hatujui sasa, umeona ndani ya hili shimo, je, ilikuwa ni past au ilikuwa ni future? Na hinti sasa nitaitoa baadaye katika episodi ya pili. Unajua ni kitu kimoja kwamba mchizi baada ya kuingia ndani ya mti, umeona alihama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, na vivyo pia inavyoonekana sasa alihama, umeona kutoka timeline moja kwenda timeline nyingine, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri mchizi wetu Boyd alisikia sauti kutoka juu, na hii sauti ilikuwa ni sauti ya mchizi mmoja hivi anaitwa Martin, umeona mpaka hapo. Na Martin alifanikiwa sasa kuachia kamba fulani ambayo kamba iliingia ndani, na kwa bahati nzuri Boyd alifanikiwa kutoka, umeona mpaka hapo. Ila mkizo wetu Martin alimwomba kitu kimoja Boyd kwamba wewe ukinikusaidia sasa kuweza kuchomoka kutoka ndani ya heshima, inabidi wewe pia unisaidie mimi, umeona mpaka hapo. Na kitu ambacho Martin alikuwa akihitaji ilikuwa ni kwamba sasa Boyd amuue huyu mchizi yani. Na ile eneo linavyoonekana liko ni kama jela fulani, na vile pia kwa mbali hapa tunaona kuna maiti mbalimbali ambazo zilikuwa zimekufa yani, umeona mpaka hapo. Na inavyoonekana sasa kuna watu au viumbe, umeona, ambao vilikuwa vimewakamata watu, wakiwemo sasa mchizi wetu huyu anaitwa Martin, umeona mpaka hapo. Na vile pia Martin alikuwa akifahamu uwepo wa kijiji ambacho kinaitwa Gambo aka Fromville. Na je, sasa umeona huyu Martin alitoka katika timeline gani? Umeona mpaka hapo, kwa sababu hadi sasa yani Boyd pamoja na wenzake walikuwa mfahamu kabisa Martin ni nani, umeona mpaka hapo. Na inavyoonekana Martin sana anajua vizuri kabisa kuhusu uwepo wa hiki kijiji. Na ujamaa wetu Martin tutaendelea kumfahamu vizuri kabisa, umeona, ndani ya sezoni ya pili pamoja na ndani ya sezoni ya tatu. Na vile pia kama tulivyoona katika trailer katika sezoni ya 4 pia yani kuna hinti fulani hivi, umeona, kuhusu connection ya Mariel, umeona, pamoja na hii sehemu ambapo Martin sasa alikuwa amefungwa. Na je, hii sehemu ina maana gani hasa kubwa katika ulimwengu wa From? Na vile pia katika sezoni ya pili tulifanikiwa kupata ujio wa watu wapya kabisa katika kijiji chetu hichi cha Gambo, umeona mpaka hapo. Na watu waliingia na basi, na ili basi sasa ilifanya introduction ya karakta fulani muhimu sana katika ulimwengu wa Gambo. Mtu wa kwanza kabisa alikuwa ni jamaa mmoja hivi anaitwa Elgin, umeona mpaka hapo. Na huyu Elgin ndani ya gari alikuwa na ndoto fulani hivi kuhusu hii sehemu, na vile pia sasa umeona alikuwa akimforce dereva huyu anaitwa Bakta asimamishe ili basi, umeona, kwa sababu inavyoonekana kuna kitu kibaya kitatokea katika ile eneo, umeona mpaka hapo. Na swali kubwa kabisa la kujiuliza, je, ni nini connection ya Elgin pamoja na sehemu yetu inaitwa Gambo? Umeona mpaka hapo, kwa sababu kuna scene tuliona hapa Elgin alidondoka chini na kupata kifafa, na kifafa tulikiona kabisa katika sezoni ya kwanza pale Sarah alipodondoka chini na kupata kifafa. Na kitu ambacho tulikiona baadaye kabisa ni kitu kibaya kwa Sarah kutoka kumua udogo unaitwa Ethan, na kwa bahati mbaya sasa alifanikiwa kumua kaka yake huyu anaitwa Nathan. Kwa hiyo in short ni kwamba sasa Elgin hadi sasa inaweza kawa habari mbaya ndani ya Gambo, umeona mpaka hapo. Na vile pia katika sezoni ya pili tulifanikiwa kukutana na mchizi mmoja anaitwa Rendo, na Rendo sasa mchizi alikuwa mchizi mmoja hivi mtata yani, umeona, katika TV show yetu inaitwa From. Na vile pia yani katika sezoni ya pili hadi ya tatu ni mmoja wa watu muhimu sana katika TV show, inajua mchizi ni mchizi mmoja mtata yani. Na vile pia tulifanikiwa kukutana na mdada mmoja anaitwa Mariel, na Mariel sasa alikuwa ni rafiki kindakindaki wa huyu mdada anaitwa Chris, umeona. Na inavyoonekana vile pia Mariel alikuwa ni kama nesi fulani hivi au mfanyakazi, umeona, wa medic, umeona, katika mabasi ya ambulance ya.
Ila mtihani mkubwa ulikuwa ni mmoja tu, yani jinsi gani wao convince hawa watu ambao wameingia ndani ya Gambosh kwamba usiku ukiingia ndani ya Gambosh kuna madubwana ambao wanakuja na kuanza kuua watu. Na huo ulikuwa ni bonge moja la mtihani, kiasi kwamba sasa ikabidi mchizi wetu huyu, unaona, anaitwa Donna, umeona, atumie bunduki yani kwa convince watu waingie ndani ya hoteli au diner, umeona, kwa lugha ya mashenzini, umeona mpaka hapo. Na hichi kitu kilifanya watu fulani waogope, yani wahisi kwamba watu ambao wanaishi ndani ya Gambosh walikuwa wakiishi katika mfumo mmoja hivi wa maisha, umeona, ambao kwa lugha ya mashenzini tunaita kati, umeona mpaka, au ibada. Yani kuna watu ambao wanakaa chini kwa pamoja, wanaamua kuishi katika maisha fulani ambao ni kama kinyume au tofauti na maisha ya kawaida, umeona mpaka hapo. Na hiki kilisababisha mtafaruku mkubwa sana, umeona, kati ya watu wapya waliokuja pamoja na watu wa zamani ambao wanaishi ndani ya hii Gambosh. Na kwa upande mwingine pia Tabitha baada ya kuzama ndani ya ile shimo aligundua kitu kimoja, kwamba zile nyaya zile, umeona, ambazo zilikuwa zinatumika katika mawasiliano pamoja na umeme ni nyaya fulani ambazo hazina connection, umeona mpaka hapo. Na swali linakuja sasa, je, hizi nyaya ndani ya Gambosh zinapata wapi nguvu ya umeme? Ni kitu ambacho sasa kimeki sense, umeona mpaka hapo. Ila kwa bahati nzuri ndani ya pango anakutana na mchizi wetu anaitwa Victor, na inavyoonekana Victor sasa alikuwa na uwezo kuingia ndani ya pango kwa sababu ya msaada ya yule dogo yule anayevaa nguo nyeupe. Na vile vile pia sasa umeona Victor alifanikiwa kuingia katika ile pango ilimwona kupitia poto ya hii miti, umeona mpaka hapo. Na vile vile pia tutambua kitu kimoja kwamba okay, ile madubwana, umeona mpaka hapo, katika mapango ni maeneo ambao jamaa walikuwa wakilala nyakati za mchana, umeona mpaka hapo. Na kwa bahati mbaya sasa usiku ulikuwa unakaribia kuja na madubwana yakaanza kuamka. Ile kwa bahati nzuri sasa Victor pamoja na Tabitha wanafanikiwa kuchomoka nje ile pango, umeona mpaka hapo. Na kwa bahati nzuri Victor pamoja na Tabitha wanafanikiwa sasa kuona container ile ambayo sasa Victor alikuwa akijificha, umeona, kwa miaka mingi sana ndani ya Gambosh. Na kwa upande mwingine pia tunakutana na Jade, mchizi wetu, umeona mpaka hapo. Na jamaa sasa alikuwa akijaribu kutafuta ukweli ndani ya Gambosh, umeona mpaka hapo, yani jinsi gani hasa ya kuweza kuchomoka na kuweza kuokoka. Ila kwa bahati mbaya sasa umeona alikuwa akiona simbo moja vya ajabu, umeona mpaka hapo. Na hii simbo sasa ilikuwepo ndani ya kitabu fulani hivi cha ajabu. Na hii kitabu sasa umeona katika picha fulani kwa kimilikiwa na jamaa mmoja hivi ambaye hadi sasa tulikuwa tumfahamu. Unajua sasa huyu jamaa kwenye picha huyu, umeona, ana connection kubwa sana, umeona, kati ya kitabu, hizi simba pamoja na mchizi wetu huyu anaitwa Jade, umeona mpaka hapo. Na katika hii picha kwa mbali tunamwona Victor akiwa mtoto mdogo. Kwa Jade akameni kitu kimoja, majibu sasa, umeona, kuhusu ndoto zake hizi, umeona, kuhusu Isimbo, umeona, kuhusu ishu zote kuhusu Gambosh lazima ziwe connected. Sasa mchizi huyu anaitwa Victor. Na udogo Ethan aliamini kitu kimoja, kwamba kila mtu ndani ya Gambosh alikuwa na party ya kuplay, umeona mpaka pia jinsi gani ya kusolve tatizo na kuanza kuchomoka, yani muona ndani ya Gambosh. Na vile vile akaamini kitu kimoja, kwamba hii simbo ya Jade inaweza kuwa simbo mbaya au simbo nzuri, kwa njia pekee ni kutafuta ukweli. Nakumbuka sasa udogo Ethan tulimdiscuss sana katika season ya kwanza, kama udogo yani ana maono fulani hivi, umeona, kuhusu ulimwengu mzima, umeona, wa Gambosh. Na vile pia sasa maono yake yapa connect na kitabu kimoja hivi kinachoitwa Chromenico. Na kwa upande mwingine pia Jade alikuwa akiona mdoli fulani hivyo ajabu, na ni mdoli huo sasa ambao Victor umeona aliuona ndani ya pango na akaamua kukimbia. Na Jessa mdoli una connection gani, umeona, kati ya Victor, umeona, pamoja na jamaa kwenye picha na pamoja na mchizi wetu huyu anaitwa Jade? Na majibu ya maswali kuhusu mdoli tutayapata taratibu, yani kuanzia season ya 3 hivi kama nakumbuka vizuri yani. Na kwa upande mwingine pia kwa bahati mbaya sasa umeona Tom, Jim pamoja na mchizi mpya aliyekuja ndani ya Gambosh wanaangukiwa na nyumba katika harakati sasa za kumtafuta Tabitha. Na kwa bahati mzadi ni kwamba sasa umeona usiku ulikuwa ukiingia kwa na kitu kimoja, kwamba watu wote ambao walikuwa kijitahidi kumuokoa Jim pamoja na wenzake walikuwa hawezi kumuokoa, walikuwa lazima sarudi ndani ya nyumba ili waweze kujifungia. Na hichi kitu kilikuwa ni kitu kimoja kigumu sana kwa udogo anaitwa Sarah. Na je, sasa umeona Jim, Tom pamoja na mchizi mpya ambaye ameingia ndani ya Gambosh watafanikiwa kuiona asubuhi? Na majibu sasa umeona kuhusu jamaa. Tukutane tena hapo kesho katika episodi ya 2 ya season ya 2 ya TV show moja ya kibabe inayoitwa From. Na kwa review ambazo zinafuata ndani ya Ubongo Vibanda Umiza, stay tuned.